katika anga tofauti duniani. Wakati huu basi ni wakati mwafaka wa kupokea taarifa yetu ya habari. Utakuwa unapokea vibao vingine muda usio kwa mrefu baada ya taarifa ya habari. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na usafiri wa mwendo kasi wasitishwa kwa muda Tanzania, aliyekuwa makamu rais wa Marekani afariki dunia, hali ya kawaida ya anza kurejea Tanzania, Yesu pekee ndiye aliyeokoa ulimwengu, sio Bikira Maria, Vatican inasema. Na uhusiano wa Marekani na Tanzania unapaswa kutazamwa upya, kamati ya Seneti ya Marekani yasema. Naam. Na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Usafiri wa mwendo kasi hautaweza kuendelea kwa muda nchini Tanzania kutokana na athari ya maandamano yaliyotokea wakati wa waandamanaji ambapo waliharibu mabasi hayo. Vituo vingi vya mwendo kasi vimeharibiwa, na kwa mantiki hiyo wanaendelea na kusitisha usafiri huo kwa njia wanaendelea na kusitisha usafiri huo kwa njia ya Morogoro Road na Mbagala, yani BRT2, amesema mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila. Chalamila amesema kuwa sababu msingi inayopelekea kuchukuliwa kwa hatua hiyo ni kutathmini uharibifu uliotokea. Kutokana na hatua hiyo, Chalamila ameiomba mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA kutoa vibali vya muda mfupi kwa mabasi ya kawaida ili yaweze kutoa huduma katika njia hizo. Aliyekuwa makamu rais wa Marekani Dick Cheney amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 84, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wanafamilia. Cheney alikuwa sehemu ya utawala wa Republican wa rais wa zamani George W. Bush. Alikuwa na jukumu muhimu katika uvamizi wa Iraq mwaka 2003 na Marekani na vikosi vya washirika. Dick Cheney alikuwa makamu wa rais wa Republican George W. Bush kati ya mwaka 2001 na mwaka 2009. Pia aliwahi kuwa waziri wa ulinzi chini ya George Bush Senior kati ya mwaka 1989 na mwaka 1993. Kabla ya hapo, Cheney aliwahi kuwa mkuu wa wafanyakazi wa ikulu ya Gerald Ford
Ford katika miaka ya 70 kabla ya kukaa muongo mmoja katika bunge la wawakilishi. Cheney alijulikana sana katika vita dhidi ya ugaidi vya George W. Bush kufuatia mashambulio ya Septemba 11 mwaka 2001 na aliunga mkono uvamizi wa Iraq. Raia wa Tanzania leo wameanza kurejea shughuli zao za kawaida baada ya serikali kuondoa vikwazo vya usafiri na huduma za intaneti kurejeshwa vilivyokuwa vimewekwa tangu siku ya Jumatano wiki iliyopita baada ya maandamano kulipuka wakati wa shughuli ya kupiga kura katika maeneo kadhaa. Maduka mengi yalifunguliwa hii leo katika maeneo mengi sawia na vituo vya mafuta ambavyo vilikuwa vimefungwa wakati wa maandamano hayo. Katika vituo vya mafuta ya petroli, milolongo mirefu ilishuhudiwa hii leo huku bei nazo zikipandishwa. Tume ya uchaguzi ilimtangaza Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa uchaguzi huo uliokumbwa na maandamano baada ya vyama kadhaa vya upinzani kuzuiwa kushiriki. Serikali ilitangaza amri ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni hadi saa 12 asubuhi siku ya Jumatano wiki iliyopita, lakini agizo hilo sasa limeondolewa rasmi kuanzia leo. Huduma za intaneti pia zimeanza kurejeshwa, ila katika baadhi ya maeneo bado inasuasua. Katika mji mkuu wa Dar es Salaam, mji wa kibiashara, maduka mengi yalifunguliwa na usafiri wa umma pia umeanza kurejea licha kuwepo kwa magari machache. Wakazi wa mji huu ambao wamezungumza na wanahabari wanasema kuwa licha ya shughuli kurejea kwa mwendo wa kinyonga, hali ya sasa imeleta afueni kwa sababu sasa wanaweza kwenda madukani, sokoni au hata kwenda kazini bila uoga. Lakini wengine nao wamesema licha ya vikwazo kuondolewa, watu wangali wanafanya shughuli zao kwa tahadhari. Maafisa wa ulinzi wangali wanashika doria katika barabara za miji, lakini idadi imepungua kuliko ilivyokuwa mwishoni mwa juma lililopita. Katika miji ya Mbeya na Mwanza ambayo pia ilishuhudia maandamano, hali ya maisha pia imeanza kurejea, ila kwa tahadhari. Idadi kubwa ya watu leo walifika mjini kwa shughuli mbalimbali na maduka mengi yalifunguliwa. Licha ya onyo kali kwa idara ya polisi kwa raia wa nchi hiyo kutosambaza habari au picha zinazoweza kuzua taharuki, raia wa Tanzania wametumia fursa ya uwepo wa huduma za intaneti kusambaza picha za matukio ya wakati na maandamano kwenye mitandao ya kijamii. Hata hivyo, picha hizo hazingeweza kuthibitishwa ikiwa kweli matukio hayo yalitokea wakati huo au la. Aidha, kuna ripoti ya kutatanisha kuhusu idadi ya vifo na majeruhi. Serikali ya Tanzania haijatoa ripoti yoyote kuhusu idadi ya watu waliofariki dunia, lakini imekiri kutokea kwa vifo kadhaa. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Sasa hivi moja kwa moja tunaenda kupokea ripoti za waandishi, uchambuzi, vilevile na makala. Washirika wetu ni shirika la DW. Na moja kwa moja tunaanza na taarifa ambayo Josephat Charo anatuletea. Mapo serikali ya Tanzania inakabiliwa na shinikizo linaloongezeka kufuatia mauaji yaliyoshuhudiwa kwenye taifa hilo. Upinzani Chadema ameliambia shirika la habari la AP kwa njia ya simu kuwa kwa sasa mioyo ya Watanzania inavuja damu na kwamba hili ni jambo jipya kwao. Alipoulizwa ikiwa familia za wahanga wa maandamano hayo zimeweza kufanya mazishi, Biru pia amesema vikosi vya usalama vinazuia maiti na kwamba baadhi ya miili imekuwa ikizikwa kwa siri na vikosi hivyo ili kuficha ukubwa wa mauaji hayo. Kumekuwa na ripoti juu ya vifo vingi kufuatia maandamano hayo. Wiki iliyopita chama cha upinzani Chadema kilisema watu wasiopungua 700 waliuawa katika siku 3 za vurugu zilizoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi, taarifa ambazo zilikanushwa vikali na serikali ya Tanzania ambayo hata hivyo haijatoa idadi rasmi ya waliofariki. Mataifa kama Uingereza, Norway na Canada yametaja uwepo wa ripoti za kuaminika za idadi kubwa ya vifo, huku kanisa Katoliki likisema kuwa mamia ya watu walikufa, ingawa pia halikuweza kuthibitisha idadi kamili. Kwa upande wake, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limelaani vitendo vya ukandamizaji dhidi ya waandamanaji
na kuitaka mamlaka ya Tanzania kukomesha matumizi ya nguvu kupita kiasi na kuchukua hatua za kuhakikisha uwajibikaji wa vikosi vya usalama. Katika hotuba yake siku ya kuapishwa, Rais Samia Suluhu Hassan alikiri kutokea vifo na alivihimiza vyombo vya usalama kuhakikisha hali ya kawaida inarejea, huku akitoa wito wa kuzingatia umoja, amani na mazungumzo. Ndugu zangu wote tunaitakia mema nchi hii, tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani, upotevu wa maisha na uharibifu wa mali za umma na mali za watu binafsi kwenye baadhi ya maeneo hapa nchini. Wakati mawasiliano ya internet yakirejea baada ya kukatwa kwa karibu wiki nzima, mamlaka imewaonya Watanzania kutosambaza picha na video ambazo zinaweza kusababisha hofu, ikisema kuwa vitendo hivyo vinaweza kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria. Asante sana Josephat Charo kwa taarifa hiyo kutokea Tanzania, ambapo tungali Tanzania. Nchini Tanzania, chama kikuu cha upinzani Chadema kinasema hakijui hadi sasa alipo makamu mwenyekiti wake upande wa Tanzania Bara, John Heche. Taarifa iliyotolewa na chama hicho kupitia mkurugenzi wake wa mawasiliano na uenezi Brenda Rupia imeeleza wasiwasi wao wa kutaka mamlaka nchini humo kuelezea alipo kiongozi wao huyo. Mke wake akafika pale majira ya saa 4 saa 3 akaniandikia message kwamba yuko polisi, lakini inaonekana wanampeleka kwa RPC leo, kamanda wa polisi wa mkoa Dodoma. Kwa hiyo walivyoondoka naye pale, yeye, mke wake pamoja na Biashura wameongozana na hayo magari ya polisi, lakini wakasema bahati mbaya sana hayo magari yameongeza mwendo kasi kabisa na kuwaacha. Walipofika kwa kamanda wa polisi amemwambia mke wake kwamba hana taarifa na hatambui kwamba Heche anapelekwa kwake kwa siku ya leo. Labda kwa msikilizaji wetu ambaye hakuwa anafuatilia habari hii ya kukamatwa kwa Heche takriban wiki 2 zilizopita nyuma, mkumbushe kwamba Heche alikamatwa kwa makosa gani na kwa nini yupo mikononi mwa polisi hivi sasa? Tarehe 18 mwezi wa 10 alipokuwa anavuka kwenda msibani kwa Raila Odinga, na mimi mwenyewe tulikuwa naye pale. Alifika pale kwa sababu yeye ndiye alikuwa kiongozi wa msafara. Kabla hajagonga pasipoti, mtu mmoja akachukua pasipoti yake na kuiseize ile passport. Waliposeize ile passport, tukadimandi kwamba wamwandikie barua ya kwa nini wamechukua pasipoti yake ili aondoke eneo lile. Lakini kilichotokea, waliendelea kujikusanya polisi wengi, lakini bahati mbaya kwa sababu tulikuwa tuko one stop center eneo la Kenya, walishindwa kumkamata kwa nguvu pale. Kwa hiyo kilichofanyika, yeye aliondoka kwa mguu, akaondoka eneo lile. Tarehe 21 akaondoka kwenda Dar es Salaam. Tarehe 20 akaondoka kwenda Dar es Salaam, na tarehe 22 akakamatwa pale. Ndipo tulipoambiwa kwamba anahojiwa kwa makosa ya kuvuka kwenda Kenya bila kuwa bila kufuata utaratibu. Sasa eneo tulilokuwepo huwezi kulivali kwamba mtu amevuka kwenda Kenya kwa mujibu wa sheria, kwa sababu ni eneo kwanza la forodha ambalo ni one stop center, na ndilo aligeukia hilo eneo na kurudi Tanzania. Na pia tukumbushe kuhusu umesema kwamba ameanza mgomo wa kula, au alitangaza kwamba leo angeanza mgomo wa kula kwa sababu hashughulikiwi afya yake ambayo inazidi kuzorota na hapeleki mahakamani wala hapewi dhamana ya kipolisi. Afya yake ikoje? Kipi ambacho kinamsibu akiwa mkononi mwa polisi kiafya? Kwanza amepata homa kwa sababu ya mazingira aliyokuwepo pale. Kituo alichokuwepo, alivyonithibitishia yeye mwenyewe ni kwamba ameumwa na mbu wengi sana mle ndani. Lakini pia yeye mwenyewe pia katika mfumo wake wa maisha ni mtu alishabadilisha mfumo wa maisha. Ni mtu wewe unafahamu, mtu akishaamua kuishi maisha ya mazoezi ni mazoezi. Ukimtunza sehemu stranded tu bila kufanya mazoezi, mwili lazima utadhoofu. Kwa hiyo amedhoofu mwili na kupata shida, kwa sababu pia hata hivyo mtu unapokuwa umemweka lock up kama ile, anaweza kupata hata anxiety kwa sababu anajiuliza vitu vingi kwenye kichwa chake. Kwa hiyo amepata matatizo ambayo yameambatana na hayo. Asante sana. Moja nayo Mohamed Khalifa DW ameyaweka sawa vizuri hapo hivi na mchanganuzi wa siku ya leo. Nazidi kusonga mbele kwenye ripoti zetu za waandishi wa habari, uchambuzi na vile makala, ambapo tunashirikiana na washirika wetu ambao ni idhaa ya Kiswahili ya DW, ambapo wako Bonn.
ambapo hivi sasa basi nazidi kusonga mbele kwenye taarifa zetu zingine, msikilizaji, wakati ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres leo ametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano nchini Sudan, akionya kuwa mgogoro huo unazidi kuzorota kwa kasi baada ya wanamgambo kuchukua udhibiti wa mji wa El Fasher. Tatu Karema na taarifa hiyo kwa kina. Habari. Wakati wa mkutano wa dunia wa maendeleo ya kijamii mjini Doha, Guterres amezitaka pande zinazopigana kuketi mezani kwa mazungumzo ili kumaliza vurugu, kwani mgogoro wa Sudan unakaribia viwango visivyodhibitiwa. Ninatoa wito wa kukomeshwa kwa uingizwaji wa silaha na wapiganaji nchini Sudan, jambo ambalo linafanya hali nchini humo kuwa mbaya zaidi. Uhasama unahitaji kukomeshwa mara moja. Ninatoa wito kwa jeshi la Sudan na wanamgambo wa RSF kushirikiana na mjumbe wangu wa masuala ya Sudan, Ramtane Lamamra, kufikia makubaliano. Njooni kwenye meza ya mazungumzo. Komesheni sasa jinamizi hili la vurugu. Ni wakati wa amani. It's time for peace. Wito huu unakuja huku Baraza la Ulinzi na Usalama linaloungwa mkono na jeshi la Sudan likitarajiwa kukutana leo Jumanne kujadili pendekezo la kusitisha mapigano lililoungwa mkono na Marekani. Haya ni kwa mujibu wa chanzo cha serikali kilichoiambia shirika la habari la AFP, wiki moja tu baada ya wanamgambo wa RSF kuteka mji muhimu wa El Fasher. Mwisho wa mwezi Oktoba, wanamgambo wa RSF ambao wamekuwa vitani na jeshi la Sudan tangu mwaka 2023 walichukua udhibiti wa mji wa kimkakati wa El Fasher baada ya kuzingira kwa miezi 18. Ripoti zimeibuka zikieleza kuhusu mauaji ya kiholela, ukatili wa kingono, uporaji, mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa misaada na utekaji nyara ndani na nje ya El Fasher, ambako mawasiliano yamekatika kwa kiasi kikubwa. Guterres alisema tangu RSF ilipoingia El Fasher mwishoni mwa wiki iliyopita, hali imekuwa mbaya zaidi kila siku. Mamia ya maelfu ya raia wamekwama ndani ya mzingiro huu na watu wanakufa kwa njaa, magonjwa na vurugu. Aidha, Guterres alisema kuna ripoti zinazoendelea kuibuka kuhusu ukiukaji wa sheria za kimataifa za binadamu na haki za binadamu. Shirika la misaada la kimataifa International Rescue Committee IRC imetoa tahadhari kutokana na idadi kubwa ya watoto wakimbizi wasio na wazazi wanaowasindikiza. IRC inasema katika siku chache zilizopita pekee tangu El Fasher kutekwa, angalau watoto 170 wasio na usimamizi wameandikishwa huko Tawila, wengi wao wakiwa wadogo kiasi kwamba hawawezi hata kutaja majina yao au wanapotoka. Shirika hilo linasema hakuna habari yoyote kuhusu walipo familia zao. Meneja wa dharura wa IRC kwa eneo la Darfur, Arjan Hehenkamp, alisema katika taarifa yake Jumatatu kwamba wamekwama, wamefungwa au hali ni mbaya zaidi. Kwa mujibu wa taasisi ya uainishaji wa upatikanaji wa chakula IPC, hali katika mji huo imefikia kiwango cha baa kamili la njaa. Asante sana Tatu Karema kwa taarifa hiyo, ambapo tunazidi kufuatilia hilo na tutakujuza pinde tu mengi tutakapoyapata kutoka huko. Ujerumani na Ghana zinataka kuimarisha mahusiano yao zaidi na kuendesha mashauriano ya kisiasa ya ngazi za juu mara kwa mara kujadili masuala yanayohusu maslahi ya pamoja. Saumu Masimba na taarifa hiyo kwa kina. Jumapili mjini Accra nchini Ghana, akitokea nchini Misri, amefanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais John Mahama yaliyogusia masuala mbalimbali ikiwemo uwekezaji. Steinmeier aliyeongozana na ujumbe wa wafanyabiashara kwenye ziara hiyo ameitaja Ghana kama nchi iliyoko kwenye nafasi nzuri kuliko mataifa mengine ya Afrika kuvutia makampuni mengi. Nina furaha kutangaza kwamba leo pia tumefanikiwa kuleta habari njema ambazo zinasubiri kuidhinishwa na bunge la Ujerumani. Nchi yetu Ujerumani kwa mara nyingine itawekeza zaidi ya euro milioni 65 katika mpango wa ushirikiano wa maendeleo. Steinmeier alipokelewa kwa heshima za kijeshi na Rais Mahama, ambaye pia kwa upande wake aliusifu urafiki uliopo baina ya Ghana na Ujerumani tangu nchi hiyo ya Afrika Magharibi ilipopata uhuru wake mnamo mwaka 1957. Rais Mahama ameitaja ziara ya Rais Steinmeier kuwa muhimu katika mahusiano ya mataifa hayo mawili, akisema kwamba Ujerumani siku zote imekuwa mshirika wa kuaminika kwa Ghana.
President Steinmeier and I had open... Rais Steinmeier na mimi tumefanya mazungumzo mazuri na ya wazi kuhusu amani na usalama katika kanda ya Afrika Magharibi, na hususan kuhusu kuongezeka kwa vitisho vya ugaidi, ghasia za makundi ya itikadi kali na ukosefu wa uthabiti wa kisiasa kwenye kanda ya Sahel. Nimemweleza rais kuhusu nafasi ya kidiplomasia ya Ghana katika kujenga mdahalo, hali ya kuaminiana na kuimarisha ushirikiano miongoni mwa mataifa jirani ya kikanda. Rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier amelisifu bara la Afrika ambalo ni eneo la biashara huru lenye zaidi ya wakazi bilioni 1.3, akisema linatoa fursa nzuri kwa Ujerumani na mataifa mengine. Viongozi wa masuala ya kibiashara nchini Ujerumani wameitaja ziara ya Steinmeier nchini Ghana na Angola kama hatua muhimu ya kuimarisha uwepo wa kisiasa na kiuchumi kwa Ujerumani barani Afrika. Asante sana Samu Mwasimba kwa taarifa hiyo. Unaendelea kupokea taarifa hii ya habari kutoka idhaa hii. Tawi la kijeshi la Hamas limesema kuwa limeupata mwili wa mwanajeshi mmoja wa Israel katika ukanda wa Gaza na linafanya mpango wa kurejesha Israel. Tangu usitishwaji vita ulipoanza kutekelezwa, wanamgambo wa Hamas wameshakabidhi miili ipatayo 20 kwa Palestina, wakati miili ya mateka wengine 8 ikiwa bado ipo Gaza. Angela Mdungu na taarifa hiyo. Taarifa hiyo kutoka tawi la kijeshi la Hamas imetolewa saa kadhaa baada ya Israel kuikabidhi miili 45 ya Wapalestina. Kubadilishana miili ya mateka na wafungwa kati ya Israel na Hamas kunaashiria hatua nyingine chini ya makubaliano yaliyoratibiwa na Marekani kwa lengo la kumaliza mzozo mbaya zaidi kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas. Tangu usitishaji wa vita ulipoanza kutekelezwa, wanamgambo wa Hamas wameshakabidhi miili ya mateka 20 kwa Palestina, wakati miili ya mateka wengine 8 ikiwa bado iko Gaza. Katika hatua nyingine, Umoja wa Mataifa leo Jumanne umetoa taarifa kwamba umeshasambaza vifurushi vya chakula kwa watu milioni 1 kwenye ukanda wa Gaza tangu makubaliano ya kusitisha vita yalipoanza kutekelezwa tarehe 10 mwezi uliopita. Hata hivyo, umoja huo umeonya kuwa bado unapambana kuokoa maisha ya watu. Shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa WFP kupitia mkurugenzi wake kwa Palestina Anthony Renard limesisitiza kuwa vivuko vyote vinavyoingia Gaza vinapaswa kufunguliwa ili kuingiza misaada kwenye eneo hilo linalokabiliwa na njaa. Shirika la mpango wa chakula linaweza kuhakikisha kuwa watu wanapata chakula wanachokihitaji, na tayari tumewafikia watu milioni 1, lakini hiyo haitoshi. Tunahitaji vivuko vingi zaidi vifunguliwe na kuwe na uwezekano bora zaidi wa kuifikia Gaza. WFP inahitaji kutumia barabara zote muhimu ili kuleta chakula. Shirika hilo la chakula linalenga kuwafikia wakazi milioni 1.6 wa ukanda wa Gaza kwa vifurushi vya chakula ambavyo vinatosha kulisha kila familia kwa kipindi cha siku 10. Inakadiriwa kuwa takriban wakazi 700,000 wa Gaza sasa wanapata mikate kila siku iliyookwa katika maduka yanayosaidiwa na shirika la mpango wa chakula la Umoja wa Mataifa. Juhudi za kuilisha Gaza zinaendelea wakati timu zilizo chini ya idara ya ulinzi wa raia katika maeneo mengi ya ukanda huo zikiendelea kufanya kazi ya kuondoa vifusi na hatari zinazotokana na majengo yaliyoharibiwa kwa mashambulizi ya Israel. Haya, asante sana Angela Mdungu kwa taarifa hiyo. Wakati msikilizaji, tunakuomba simama kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kuweza kununua transmitter yenye uwezo wa kuweza kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakao tanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM, ambapo wakati huu basi wasilisha mchango kupitia PayB namba ni 625 account namba ni 012450 85217800 au till namba ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Enda pale kwenye Google, tafuta Radio 14 Africa, chagua ile app ya Zeno. Hiyo fuatilia app, itaelekea hadi maeneo ambapo wanasema kwamba donation by PayPal. Wasilisha mchango wako pale, tutachukua iwapo basi utaweza kutupiga jeki. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio 14 Africa. Tupokee sasa hivi yaliyo kwenye mitandao. Amina Abubakar na vile vile
Bakari Ubena ndio anatuelekeza. Niliyoiona imeandikwa Pray for Tanzania, iombe Tanzania. Nyingine imeandikwa ewe Mola ihifadhi nchi yetu Tanzania, ijalie amani, umoja na upendo. Tanzania naipenda sana nchi yangu, amani na upendo vitawale muda wote. Ni baadhi ya jumbe zilizosindikiza bendera hizo. Video pia za namna watu walivyouawa, picha ambazo sio nzuri za kuzieleza, nazo pia zimejaa mitandaoni. Lakini kikubwa kinachoombwa, Bakari, na kila mtu ni amani na upendo wakati huu taifa hilo linapopitia hali ngumu. Kingine tunabakia bado tu hapo Tanzania. Boniface Mwabukusi, huyu ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, ameandika kwa herufi kubwa kabisa katika mtandao wake wa kijamii wa Facebook kwamba kabla ya mazungumzo lazima waliopanga kufadhili na kuendesha mauaji ya raia wa Tanganyika na kuhusika na mpangilio wa utekaji na upotezaji wa raia kabla, wakati na baada ya uchaguzi wakamatwe na kufikishwa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Amesema kwamba kutafuta mazungumzo sasa kabla ya uwajibikaji ni sawa na kuwatukana Watanzania waliouawa bila hatia na kubariki udhalimu. Na amemalizia hapa kwa kusema kwamba kila mtu abebe msalaba wake kwanza na wajibishwe kwa namna alivyoshiriki mauaji ya raia wasio na hatia. Hakuna kusafishana. Amemalizia hapo, na posti yake ambayo ameiweka kule Facebook imezua hisia mseto. Bakari, wanasemaje wa Tanzania wenyewe? Baraka Werema anasema nyie ndio mawakili na mmekaa kimya, sisi kipi tufanye tena? Kama raia ikibidi hata wewe pia ujiuzulu, kama mamlaka zinakubana upambane kama Mtanganyika, sio kila siku maneno, vitendo hakuna. Juma Mahmud anasema kwa hiyo mlitaka watu wachome nchi na serikali iwaangalie, nyie ndio mnatakiwa mkamatwe kwa kuhamasisha uvunjifu wa amani ya nchi. Sijui niendelee. Nadhani tukome hapo kwa sasa, alafu tusome kidogo maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Bila shaka mengi yatakuwa ni kutoka huko Tanzania. Nikianza na chaneli yetu ya YouTube, na muona huyu ni Muharam Kasim, anasema ninaitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Zanzibar. Shukran sana. Mirambo Daudi wa Mbeya, Tanzania, anasema mauaji yaliyotokea wakati wa uchaguzi mkuu nchini Tanzania yameitia doa kubwa. Ili kurudisha amani ni lazima kuwepo na maridhiano ya kitaifa. Noeli Njementi anasema Watanzania tusipokuwa makini tutaiharibu nchi yetu. Benjamin Matthew anasema nchi ya Tanzania haina umoja, kwani kuna majonzi ya maelfu ya watoto waliouawa wakidai haki yao kikatiba. Thomas Mayunga akiwa Geita, Tanzania, anasema Tanzania tumebaki na maswali mengi, hatuna uhakika wa kesho. Nicholas Kapela anasema Tanzania ina majonzi kwa sababu ya kile kilichotokea katika kipindi cha uchaguzi. Bakari, ujumbe mwingine huyu ni kutoka kwake Maneti Kione akiwa Iringa, Tanzania, anasema baada ya uchaguzi wa Tanzania tumekuwa waoga. Goligota Magabe wa Geita, Tanzania, anasema baada ya uchaguzi hatuna uhakika wa kesho. Hii inasababisha hali ya sintofahamu. Kwenye Facebook namuona Onesmo Mangato anauliza kama uchaguzi ulikuwa wa uhuru na haki, kwa nini walizima interneti wakaanza kuua watu? Boaz Chacha anauliza kuna faida gani ya hii miungano kama vile Jumuiya ya Afrika Mashariki, anasema Jumuiya ya Afrika Mashariki, SADC, Umoja wa Afrika. Hii ni miungano ya kulindana viongozi nyakati za kujiweka madarakani. Maoni yake hayo. Edward Patrick Masawe anasema Tanzania inahitaji maridhiano ya kweli ili kutojirudia tena vitendo hivyo vilivyoshuhudiwa. Priskusi ana Eli Sambaya pia ametuandikia, Bakari, kupitia Facebook. Anatokea kule Nzega, Tanzania, na anasema serikali yetu inapaswa kutafakari wapi ilipokosea ili vurugu zilizotokea zisije kujirudia tena. Shukran msikilizaji kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Shukran Amina Abubakar kwa kuwa nami hapa studio, vile vile na msimamizi wa matangazo Selina Mdemu na Hawa Bihoga upande wa chaneli yetu ya YouTube. Mimi ni Bakari Ubena, sina la ziada ila kukutakieni jioni njema. Asante sana Bakari Ubena, Amina Abubakar kwa uelekezi huo mzuri, na wote ambao wameweza kutupatia nafasi ya kuweza kuungana kwa njia ambayo inapendeza kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Na watakia jioni njema.
tupokee kiziba mkonga. Kama alikuwa na hivyo vijitabia mwanzoni, basi jua vitaendelea kukutesa kwa muda mrefu sana. Kosa uliofanya ni kujidanganya eti atabadilika. Angalia sasa, hajabadilika na anakubadilisha wewe. Kama alikuwa na hivyo vijitabia vya mchepuko mwanzoni, basi jua vitaendelea kukutesa kwa muda mrefu sana. Kosa uliofanya ni kujidanganya kuwa atabadilika. Angalia sasa, hajabadilika na anakubadilisha wewe. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.